sana mheshimiwa. Hujambo msikilizaji na mtazamaji wa Kifaru Media, na leo nakukaribisha rasmi kabisa katika kipindi chetu cha Tujuzane. Kumbuka kwamba utakuwa nami mtoto wa kike Nanze Susan, ambaye nitakuwa nakupeleka taratibu kumake sure kwamba una get what is happening in Saboti. Na leo katika studio zetu tunaye mgeni ambaye ametutembelea, ambaye anawania kiti cha ubunge eneo bunge la Saboti. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana. Natumai ubuheri wa afya na Mwenyezi Mungu amekulinda. Nashukuru Mungu niko buheri wa afya. Kwa majina naitwa Thomas Kipto Kwalia. Twashukuru kabisa. Asante. Kuna yule mwananchi wa Saboti ambaye angependa kujua zaidi, maybe utupe historia yako kwa kifupi tu, elimu kazi na familia kidogo, umezaliwa wapi? Mimi nimezaliwa katika kijiji cha Chebukaka miaka 45 iliyopita. Na nikasoma katika shule ya msingi ya Muroki. Kisha nikamalizia darasa la 8 katika shule ya msingi ya Teldet. Nikaingia katika shule ya upili ya Kapsokwony. Kisha nikaingia University of Nairobi, ambapo nilifanya masomo ya Public Administration na Communication. Baada ya kumaliza shule, nilirudi nikasoma masomo ya Public Relations katika Kenya Institute of Management. Kisha nikapata kazi kama administrator wa hospitali. Kazi yangu nilianza katika Meru South. Wakati hiyo kabla tujaingia counties mwaka wa 2007. Nikaandikwa kazi kama administrator wa Meru South. Nilikuwa actually District Health Administrative Officer for Meru South, ambayo sasa hivi inaitwa Tharaka Nithi County. Kisha nikaenda kazi upande wa Nanyuki, nikaenda kuja kazi Kitale District Hospital, nikarudi Nanyuki tena, nikamaliza kazi nikiwa hospitali ya County Referral ya Nyahururu. Shukrani kabisa, historia njema kabisa. Natumai kwamba yule mtazamaji na msikilizaji ambaye anatufuatilia anaendelea kujua kwamba ndani ya studio tuna mgeni ambaye ni msomi pia, ameelekea na ameelelea, na inakuwa ndio bora kabisa sana. Na kwa upande wangu mheshimiwa, ningependa kuuliza kwamba kipi ambacho kilikufanya wewe, ama msukumo upi ambao ulikufanya wewe ukaona kwamba ni bora uwe kiongozi ama uwanie kiti cha ubunge katika eneo bunge la Saboti? Ukifika huko kwetu Saboti, yote ukianza upande wa Gitwamba ukuje hadi upande wa Matisi. Ukiangalia Kenya hii kwa maendeleo, Saboti ni eneo bunge ambayo imebaki nyuma sana. Sisi ambao tumezaliwa Saboti, sisi ambao tumelelewa Saboti, tumeona shida ambayo tumeona pale Saboti. Hiyo ndio imekuwa msukumo mkubwa sana. Na nikaona uzoefu wangu wa kazi, kila mahali ambapo nimeenda nikafanya kazi, nimefanya kazi mzuri sana kwa idara ambayo ni ngumu sana, idara ya afya. Na nimekuwa nikibadilisha watu kuona hospitali ya serikali kukaa kama hospitali ya kibinafsi. Nikaona niko na ujuzi, na maybe niongezee tu, baada ya kuanza kazi, baadaye niliingia kufanya masomo ya public policy katika level ya masters upande wa Moi University. So hiyo knowledge ambayo niko nayo, ile kazi ambayo nimefanya kwa community, na ile msukumo wa kutaka kubadilisha eneo bunge la Saboti, ndio imenipea mimi msukumo wa kuwania ubunge eneo la Saboti. Inapendeza sana kabisa, manake sasa tushapata ufunuo, ama tushapata kwamba kile ambacho kilikusukuma zaidi ni wewe mwenyewe umebeba, na wewe mwenyewe ndio mbeba maono ambayo unataka kuwa mbunge wa eneo bunge la Saboti. Tukiendelea mbele, ningependa tukuuliza, hadi sasa mwananchi ama wananchi wa Saboti wanaweza jivunia nini ambayo wewe umewagusa nayo? Mimi katika safari yangu ya kazi ya public administration, nimetembea. Nimepata nafasi ya kwenda nchi zingine, nimepata nafasi ya kutembea Kenya hii, nimepata nafasi ya kutembea Afrika hii. Na kuna sehemu nyingi ambayo ukienda unaona mambo ambayo yanafanyika. Unaona ni mambo mazuri na yanafanyika tu na watu kama sisi. Nikasema ya kwamba wacha sisi pia tujitume, tufanye hii kazi. Kwa watu wa Saboti, kile ambayo tumefanya kufikia sasa, mimi najua, na mwalimu wangu mmoja wa siasa anaitwa Nderitu Murithi, alikuwa governor wa Laikipia, ambaye alikuwa anatuambia, ukiwa umefanya kazi kwa miaka 5 katika serikali ama kazi yote ile, na wewe kitu ambayo unaweza kufanya kwa jamii ni kuandika watu wawili. Tumeandika mtu wa kukusaidia kazi ya nyumba na mtu wa kuchunga ng'ombe. Wewe unafaa ufutwe kazi uende mbali kabisa. Mimi kufikia sasa katika kampuni ambazo tumeanzisha, tuko na wafanyikazi zaidi ya 100 ambao ni watoto wetu hapa Saboti, ambao ni watoto wa huku nyumbani. Pia katika nafasi hizo tumetumia nafasi, wakati tunasikia kuna nafasi ya kazi mahali, tunapata linkage, tunapeleka watoto wengi sana. Na mimi kuongea ukweli, nafikiri tumefikisha zaidi ya watoto 500 wa nyumbani ambao tumewasukuma wapate kazi mahali. Kwa sababu dunia hii, ukiona, nafikiri nyinyi wote mnatembea mahali, mnaangalia shule,
zikifungwa jioni mwendo wa saa 10, saa 11. Yeah. Mnaona ni watoto wangapi wanatoka shule? Hawa watoto na population yote ambayo tuko nayo wataenda wapi? Tunafaa tuwe tayari kuegeza, tuweke katika investments ili tupate nafasi za kazi. Kwa sababu nafasi ya kazi serikali inakusaidia tu ili uwe na nafasi ya ile muundo msingi. Kama ilete stima, ilete maji, ilete barabara mzuri. Alafu sisi kama wananchi tunafaa tuweke kampuni ambazo zinaandika watoto wetu kazi. Kufikia sasa vile nasema, hata ni jana ama ni juzi tulikuwa nalipa mshahara watu zaidi ya 105 ambao tunalipa mshahara kila mwezi. Hao wanalea famili zao, na hiyo ndio maendeleo ambayo tumefanya kufikia sasa. Shukrani kabisa. Inapendeza sana kwa yule mwananchi ambaye anatufuatilia. Tumai kwamba pia yeye, iwapo wako na mtoto yuko shuleni, atakuwa na hiyo nafasi ya kupata amepata ufahamu kwamba iwapo hii na hii itafanyika, basi mbele kuko sawa. Lingine tu mheshimiwa la kuuliza ni kwamba ni changamoto zipi ambazo wewe umekumbana nazo ambayo unajua kwamba wana Saboti wanakumbana nayo? Eneo bunge la Saboti ambayo ni eneo bunge tajiri sana. Yes. Kwa sababu tuko na weather ambayo ni mzuri, tuko na shamba ambazo ni mzuri. Tuko na watu ambao wako tayari kufanya kazi. Lakini tunapata changamoto moja kubwa zaidi, ni changamoto ya access, barabara. Historia ya Kenya. Saboti constituency, yes, ambayo iko na jina kubwa lakini haina lami hata inji moja. Inamaanisha watu wanaweza kufanya mazao yao shambani, lakini kufikisha katika markets inakuwa shida kubwa sana. Hiyo ni changamoto moja ya kwanza ambayo inazidisha umaskini kwa watu wetu. Yes. Changamoto ya pili, Saboti constituency ambayo inaguza mlima Elgon. Yeah. Na mkumbuke ya kwanza ya kwamba Kenya hii tuko na 5 water towers, moja ikiwa ni Mount Elgon. Lakini ukienda pale Saboti unapata ule mama, unapata watoto, inabidi watumie muda mrefu kwenda kwa zile spring ama kwa river kutafuta maji. Maji ambayo sio safi, maji ambayo iko mbali. Unapata ya kwamba sasa hiyo ni changamoto kubwa sana kwa jamii yetu. Ya tatu, unapata kuna sehemu nyingi hata stima haijafika. Unapata hata kama ingekuwa ni center kidogo, mtu afanye welding aanze biashara yake, haiwezekani. Ama kuwe na mwangaza ili watoto wakitoka shule wanaweza kusoma, hiyo inakuwa changamoto kubwa. Changamoto nyingine ni miundo msingi katika shule zetu. Ukienda shule ya Saboti Primary, ambayo ndio iko katika current headquarters ya Saboti sub-county. Yes. Hiyo shule ambayo mimi nilisoma kwa mwaka moja, mwaka wa 92. Iko vile ilikuwa kwa sababu hakuna kiongozi ambaye amesema tusukume rasilimali zetu ziende hapo zijenge shule ili shule itajike. Kuna shule ya Holy Trinity Saboti pale. Shule ambayo miaka yetu ya kitambo ilikuwa ni shule ambayo inapeleka watoto university wengi sana. Kwa sasa shule imerudi chini kabisa kwa sababu hakuna investment kwa hiyo shule kufikia sasa. So elimu pia ni changamoto kubwa sana katika eneo bunge la Saboti. Na pengine mambo mengine ni hiyo tu, mambo ya kama employment. Kwa sababu unapata Saboti tunatoa mahindi mengi sana lakini hakuna kiwanda. Tunasikia siku hizi unga yetu inashagiwa, tunaenda kununua unga imetoka Kitui. Kitui wanapanda mahindi wapi? Mahindi yote iko Saboti lakini hatuna kiwanda katika eneo bunge la Saboti ili tufanye value addition, tuuze unga yetu. Ukiangalia maziwa, Kenya hii tunasema maziwa mingi inatoka Kiambu. Inatoka katika sehemu za quarter na ploti ndogo ndogo. Sisi wenye shamba kubwa, wenye kuproduce chakula ya ng'ombe ya Kenya hii, hatuna kiwanda ya maziwa katika eneo bunge la Saboti. Na unaona hivi vitu kama hizo ndio zingekuwa zinasaidia kuunda nafasi za kazi, zinahakikisha pia wewe kama mkulima uko na market yako ready na kwa bei nafuu. Ile tunasema return, ile minimum guaranteed returns kwa wakulima wetu. Shukran kabisa. Inakuwa inapendeza, ili tunaenda taratibu kabisa na ndio bora kabisa. Na kwa upande wangu napenda kuuliza, iwapo utachaguliwa wewe kama mbunge wa Saboti, ni ahadi zipi ambazo unawapa wana Saboti? Ahadi iliyo kubwa zaidi na ambayo tumeanza tayari, kwa wale wameona, tunafanya transformation. Na sisi tunataka kubadilisha mambo ya transformation kidogo. Tunataka kutarget individuals. Mimi nikifika kwako nipate wewe uko na ujuzi wa kusuka nywele, wa kufanya vitu kama hizo. Mimi nakuja na kusaidia. Nasema wewe upate kama ni blow dryer, upate kama ni hizo equipment za kusaidia kufanya biashara. Pengine hata upate nafasi ya kufanyia biashara, hata kama ni nyumba kidogo na tukulipia kwa mwezi moja ili ufanye biashara yako. Na zaidi ya yote, the reason why tunasema tuna target individual, tunataka wewe ukishaanza, kesho
tunajua ukipanua biashara yako utaongeza mtu mwingine na utaongeza mtu mwingine. So kutakuwa na watu 2 watatu ambao wameingia katika biashara moja na wote wanapata mapato ya kila siku. So the most important thing ambayo sisi tunataka ni kutransform lives ya watu, kuweka pesa katika mfuko ya wananchi, ambayo tunasema tuna target kwa kitambo. Wakati wa Millennium Development Goals walikuwa nasema ati poverty ni less than $1 a day. Lakini ukiona maisha ya sasa, mimi naona kama ni boma ambayo ama household ambayo itakuwa chini zaidi, wacha hiyo household iweze kuunda shilingi yake shilingi 500 kwa siku, ili waweze kupata chakula bora, ili wanaweza kulipa kama ni SHA kwa sababu ya afya yao, na pia wanaweza kujitengenezea makao mazuri ambayo wanaweza kuishi. Na hata katika hiyo shilingi 500 kwa siku, hata kuwe na savings ya shilingi 100 ya kutumia ama kufanya investment wakati ujao. So mainly sisi tunasema ahadi kubwa ambayo tuko nayo, tutahakikisha kutumia miundo msingi. Kama ni barabara imekuja, tunakuja kukuonyesha ya kwamba hii barabara itakusaidia kufikisha mazao yako sokoni. Kwa hivyo fanya investment kama hii. Kuna siku hizi hata mboga ya managu inatafutwa Kenya hii sana. Na watu wako na shamba na kuna mvua. Inahitaji tu hiyo linkage yako na market, na hiyo imekuwa kazi yako ya riziki ya kila siku. Kama ni mambo ya ng'ombe ya maziwa, tunahitaji na sehemu ndogo sana. Sehemu ndogo ukiwa na 50 by 100 inatosha wewe kuweka ng'ombe zako 5, 6, 8 na ujitengenezee chakula yako na uweze kuunda pesa yako hata kama ni shilingi 1500 kwa kila siku. Lakini lazima tufanye linkage ya huyo mtu wa shamba na market. So hakikishe kuwa mazao yako kila siku inafika kwenye soko na inalipwa kwa wakati ufaao. Na hiyo ndio ahadi ambayo sisi tunapea watu wa Saboti. Ahadi zingine ni hizo, kuhakikisha maji imefika. Tuhakikishe shule zetu ni mzuri. Shule ambazo ziko na equipment. Siku hizi na ECBE unahitaji vitu mingi sana katika shule ili unacha talent, ili usaidie wale pia ambao wako sawa katika science, wako sawa katika nini, waendelee kusoma vizuri. Lazima tushughulike barabara. Barabara zetu ziwe mzuri. Ziwe barabara za lami pale zinafaa kuwa. Hizo barabara zingine tuzitengeneze pia ziwe barabara ambazo ni access roads ya kufika kila mahali. Alafu watu wetu tutengeneze viwanda. Kama ni kiwanda cha maziwa, kama ni kiwanda cha unga, kama ni kiwanda cha kutengeneza, kwa sababu upande wa Saboti tunaona kuanzia mwezi wa 10 hadi mwezi wa 2 watu wanapanda nyanya. Hata kama ni ya kufanya pulping ya hiyo nyanya ili tupate market price mzuri. So hiyo ndio ahadi ambayo sisi tuko nayo kwa watu wetu wa Saboti, na ile ahadi ya juu zaidi ambayo tutahakikisha itakuwa iko Saboti ni watu kuishi pamoja kwa upendo, unity. Hakuna mambo ya ukabila. Sisi tumeishi hiyo Saboti, tukaona mwaka wa 92 mambo ya clashes, tukaona mambo mengine 2007. Hayo ni mambo ambayo inarudisha maendeleo nyuma, inarudisha maendeleo ya kila mtu. So wakati tunafanya hizo mambo zingine zote, tunahakikisha unity ya watu wetu. Hakuna ukabila, hakuna upendeleo, hakuna kitu chochote. Watu wote wanahitaji maendeleo na wanahitaji kiongozi ambao anawaleta pamoja. Asante sana. Na kufikia sasa tunaona kwamba wagombea ni wengi sana, wagombea wa kiti cha ubunge ni wengi sana katika eneo bunge la Saboti. Ni kipi ama ni nini ambayo inakufanya wewe una feel, unasema kwamba mimi ni bora katika eneo bunge la Saboti? Ukiona katika miaka hii yote, kwa sababu sio kuwa nimesimama tu leo na nikasema nataka kusimama kura kwa sababu ya kusimama. Tangu tuanze kazi, tumekuwa na actively tunasaidia watu wa Saboti kuendelea. Inamaanisha ya kwamba katika roho yangu ni wazi kuwa niko tayari kusaidia watu. Na nimekuwa nikisaidia watu even kabla kufikiria kuingia katika mambo ya kura. So mimi niko very clear in my mind kuwa niko na nia njema kwa Saboti. Kwa sababu ukiangalia wanasiasa wengi wanakuja, wengine wanapenda mambo ya biashara ya tenda. Wengine hata nimesikia wakiongelea kuwa wanataka kuwa the richest in their tribe. Hiyo yote ni nia mbaya. Sisi tuko na nia ya kulea rasilimali za Saboti vizuri. Tuhakikishe watu wote wanatoka chini katika maisha ngumu, watu waamke. Ili kesho tuwe na pride Kenya hii. Unasikia rais wetu anaongelea mambo ya kwenda Singapore. Kama ni Singapore, mimi Singapore ni mahali nimaienda. Na nimeona maendeleo ambayo iko huko. Na nimekaa darasani na watu wa Singapore. Sisi watu wa huku nyumbani hata tuko na akili kushinda hao, kwa sababu tulikuwa tunawashinda katika darasa. Lakini ukiona maendeleo ya nchi yao ni kwa sababu wamekuwa wazalendo wa nchi yao. Mimi ni mzalendo kwa Kenya hii. Mimi nataka Kenya hii isonge mbele. Hii Kenya yote iwe ni Kenya ambayo unakuwa na pride ya kusema mimi ni Mkenya. Na maisha ya watu wote itoke katika hii maisha ngumu, tuamke wote pamoja. Wakati kila mtu ameamka, maisha inakuwa mzuri. Na hiyo mimi niko na nia mzuri sana kwa watu wa Saboti.
Shukrani kabisa mheshimiwa. Natumai kwamba yule mwanasaboti ambaye anatufuatilia, anasikiliza na pia anatazama, anaendelea kumakinika na pia kujua kwamba wapo nitachagua mheshimiwa Kwalya, mambo itakuwa vizuri kabisa. La mwisho tu mheshimiwa, mimi ningependa kuuliza ni nini ambacho wewe unapenda kuhusu Saboti, alafu pia so far kufikia sasa ni kipi ambacho umekifanya kule Saboti ambayo wananchi wa Saboti bado wanafeel kwamba Thomas Kwalya atatosha kila kitu? Saboti ukiangalia the potential ya Saboti bado haijaguzwa. Ukisema ni mambo ya agriculture bado haijaguzwa. Na ukiona nchi zote ambazo zimeendelea sana, naona tukiangalia data ya Kenya kwa sasa, tuko na import chakula ya kufikia 500 million, actually 500 billion per year, chakula ambayo tuna import kwa nchi. Na sisi kama agricultural zone ya Saboti tunaona kama hiyo ni opportunity. Tukienda kusaidia wakulima wetu waweze kutoa mazao mengi. Mimi kuna nchi ambayo nilienda, kuna wakati tulikuwa tuna import mahindi Kenya kutoka Malawi. Unajua Malawi wale walikuwa wanatuuzia mahindi ni wakulima wa 2 na 3. Kwa sababu serikali ilifanya kama vile serikali yetu imefanya. Kusupport wakulima. Kusupport wakulima kwa kuwaletea subsidized fertilizer, subsidized seeds na extension workers. Wale agricultural extension workers wakuja kuwalinda. So wewe kama shamba yako ulikuwa unatengeneza gunia 30 kwa 2.5. Serikali inakuja na kupiga boost na kulea na nini, inaleta mtu wa extension ya kuletea mbegu mzuri, mbolea mzuri. Unafikisha kila eka inatoa gunia 35. Unapata uko na gunia 100. Kwa kawaida yako ilikuwa gunia ngapi? 30. Serikali inakuambia 30 yako ndio hii ingine imebaki juu gunia 60, tunakulipa kwa bei hii. Lakini serikali imetafuta mahali pa kwenda kuuza hiyo mahindi. Wewe unapata chakula yako iko ya kutosha, unapata bado uko na mapato. Inakuwa agriculture inakuwa kazi yako ya kila siku. Na ni shamba eka ngapi? 2.5. Saboti haijaguzwa. Hizo ni vitu ambayo tutafanya deliberately in Saboti. Market ya chakula yetu iko Kenya hii yenyewe. Hatuhitaji kupeleka kwingine. Yes. Ni sisi kuleta watu wetu pamoja. Hiyo ndio potential ambayo tunahitaji kuitoa. Na hiyo ndio pride yenye tuko nayo na Saboti. Imehitaji tu kiongozi wakuja kufungua hayo maneno, kuleta watu pamoja. Watapata watu wameingia katika sako za ukulima hadi kufika wakati wa kujiundia kiwanda chao cha unga. Na hivyo ndio itawalea watu wa Saboti. Alafu mimi kitu ambayo naweza sema najivunia katika kazi yangu. Mimi kila hospitali ambayo mimi nimefanya kazi. Ukianzia huko Chuka, ukienda Nanyuki, ukienda Nyahururu, Kitale, popote nimefanya kazi, nimekuwa nikitransform hizo hospitali within 2 years. Ukiangalia kama mwaka wa 2012 ndio niliingia kazi Kitale District Hospital. Wakiwa wanaokota shilingi 4.5 million kwa mwezi. Katika miezi 4-5 baadaye tulikuwa tunaokota 12 million. Tukakuwa na uwezo wa kuanza kupanga kazi. Mimi niko na pride ya kuwa mimi ndio nilianzisha KMTC Kitale. Mimi ndio nilianzisha blood transfusion satellite ya hapa Kitale. Inapendeza kabisa. Na hizo ni vitu ambayo zinaguza jamii. Ukiangalia sasa hii KMTC vile iko kubwa hivyo, huwezi jua. Ukiangalia hata kuna picha yangu siku nyingine mtaiona nikipiga picha katika, nilitengeneza ile imeandikwa Proposed Kenya Medical Training College. Hiyo ni kazi ambayo tulifanya na hiyo ni miaka 14 iliyopita. Inamaanisha hii kazi tuko tayari, tuko na maono mazuri, tuko na clear vision ya kutoa sehemu yetu kutoka hapa kwenda pale ambao tunaita Singapore kama rais wetu Ruto anavyosema. Na kuna hili swala mheshimiwa, ningependa uliguzie. Nimesikia wapinzani wako wakisema kwamba wanakejeli lile swala ambalo wewe unawapa wafanyabiashara wadogo vifaa vya kazi. Je, unalipi la kusema kuhusu hilo? Pia nimesikia hayo maneno ya zaidi ya wale wengine ambao wamekuwa tunaita elitist. Unajua mtu mwenye hajui ule mtu wa chini anaishi aje hawezi kuja kumuongoza. Mimi nitapeana example ya one of the items ambayo tumepeana trolley ya kuuza mayai na smokies. Na nitapeana nikitumia example ya kijana mmoja ako pale Kipsongo inaitwa Shanti, ambayo tulimpatia hiyo trolley, tukamnunulia mayai crate 2 siku ya kwanza, tukampatia shilingi 500, shilingi 1000 ya kuanza biashara yake. Huyo kijana alinipigia baada ya siku 2 akiwa ameuza crate 3.5 ya mayai. Na ukumbuke tumepeana trolley
30 trolleys. Na mimi nataka kuipatia success rate kuwa 22 ziko kazi. Mtu mmoja anauza mayai zaidi ya 100 kwa siku. Yes. Anaunda faida ya shilingi zaidi ya 1000 kwa siku. Analea familia yake. Yeye exactly aliniambia ameunda faida ya shilingi 1320. Na Kenya aliniambia, amesema alifika nyumbani, furaha ambayo iko kwake ni furaha ya ajabu. Lakini wacha nikupatie the context. Yes. Ya how to empower people. Wakati umepatia huyu mtu mmoja trolley. Yes. Ambaye anaweza kuuza zaidi ya mayai 50 kwa siku. Yes. Na trolley ziko 20. Inamaanisha unahitaji mayai ngapi kwa siku? Mayai 1000 kila siku. Tunairudi hapa nyuma, tunatafuta watu wengine 10. Tunapatia empowerment ya kuku za kutega. Ili kila mmoja atoe mayai 100 kila siku. Yes. Tunakuja hapa katikati, tunahitaji mtu wa logistics ambaye anaweza kudistribute haya mayai ifikie hawa watu ambao wanaenda kuzitengeneza na kuuza. Tunahitaji mtu wa kulisha kuku. Yes. Tunahitaji chakula ya kuku. Hawa ni watu wangapi tumefanya empowerment? Katika hiyo simple exercise ya 20 trolleys ya kuuza mayai. Inapatia income watu 2 wa kuuza chakula ya kuku. Inapatia income mtu wa agriculture extension ambaye ni animal health anaenda kuzichunga. Yes. Inapatia mtu wa boda boda kazi ya kudistribute your mayai. Na huyu bado ambaye anauza mayai amepata riziki. That's a whole chain ya transformation ya community. Lakini kuna watu wengine wanafikiria kuja kuletea watu ndege ama ni kuletea watu kitu gani kubwa hiyo ndio iweze kuwatoa katika maisha. Mtu ambaye anatoka pale chini anahitaji tu kila siku riziki yake ya shilingi 500, shilingi 800 inatoshelesha mahitaji yake. Na katika uongozi nafikiri watu wanafaa waangalie sana. Kwa sababu lazima ukue unajua maisha hiyo hapo chini. Sisi ni wale tumelelewa maisha ya pale chini nyumbani. Tumeishi pale Saboti, Chebukaka, tumesoma shule za hapo, tumeona maisha ambayo inakuwa hapo. Kwa hivyo tunajua jinsi ya kutoa maisha ya pale chini na kuinua kwenda huku juu. So mimi kama kuna wale wanaona kama ni kitu nini, wakuje ni wafunze. Kauli yako ya mwisho mheshimiwa, kwa Bwana Saboti ambaye anatufuatilia na pia anatamani kujua mengi zaidi, kauli yako ya mwisho kwake. Watu wa Saboti wako na bahati sana. Watu wa Saboti wako na bahati sana. Ni ngumu sana katika siasa kupata mtu wa qualities kama zangu kujitolea kwenda kusimama siasa. Yes. Na msukumo ambao umetusukuma ya kwenda katika siasa ni kwenda kubadilisha Saboti. One household at a time. Na watu wa Saboti wajue katika siku 1000 ya kwanza ya kuingia bunge, Saboti itakuwa imekuwa number 1 Kenya hii. Katika maendeleo, katika nafasi za kazi, katika shule nzuri, katika miundo msingi za barabara, katika maji. Yes. Hayo ni mambo ambayo tutatumia network ambayo tuko nayo, tutatumia marafiki ambao tuko nao na katika system ya budgeting process. Na mimi siendi kujifunza kazi. Mimi kama ni kazi ya serikali naijua, kama ni budgeting process naijua, kama ni planning process naijua, kama ni implementation, monitoring and evaluation, yote hiyo ni vitu ambayo tunajua. So mimi sifiki huko kufanyia induction, nafika nikiwa kazi siku ya kwanza. Ndio nasema watu wa Saboti wako na bahati sana. Na wasijaribu kwenda nje nyingine. Mbunge wao ndio huyu hapa. Na amejitolea na ako tayari. Shukrani kabisa mheshimiwa kwa muda wako pia. Nashukuru pia wewe mtazamaji wa Kifaru Media ambao umekuwa unatufuatilia kabisa. Na siku ya leo ndani ya studio tumekuwa naye mgombea wa kiti cha ubunge na ubunge la Saboti, Mheshimiwa Thomas Kiptoo Kwale. Na amezungumzia masuala mengi ikiwemo ajira kwa vijana, elimu, maendeleo na miundo misingi. So kwa mengi zaidi uendelee kutufuatilia, follow our page, like na usubscribe na usisahau kushare. Bye bye, tukutane wakati mwingine majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Nimekuwa wako mtoto wa kike Nanze Susan.